Bwana, hii leo ndio siku ya mwisho mnyama Simba Sports Club akifanya maandalizi kuelekea mchezo wa fainali ambao tutacheza kesho tarehe 29 ya mwezi wa 4 katika uwanja wa New Amani Complex. Hapa ni ndani ya uwanja Amani Complex, ila nje kuna viwanja viwili vidogo ambacho kimoja ndio mnyama Simba Sports Club amepangiwa au amechagua kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mwisho kwenda kumkabili Yanga katika mchezo wa fainali wa kombe la muungano hiyo kesho. Maandalizi kiujumla yanakwenda vizuri na kila kitu kipo tayari. Hapa nyuma yangu ni magolikipa Jibril Kasali Tanja, Hussein Abel pamoja na Alexander Erasto, wenyewe wakiendelea kufuliwa na kuhakikisha kesho mmoja kati ya hawa ambaye atapata nafasi ya kucheza anakwenda kucheza kwa kiwango bora na kiwango cha hali ya juu, kuhakikisha anazuia michomo, anazuia kila ambacho kinapaswa kuzuia hiyo kesho, na kuhakikisha Simba Sports Club tunabaki salama. Hapa kulia kwangu ni wachezaji wa mnyama Simba Sports Club, wenyewe nao wakiendelea kufuliwa na kupewa mazoezi na kuhakikisha matayarisho au maandalizi ya kila kitu yanakwenda vizuri. Hii leo katika mazoezi ya mwisho tupo na msemaji la CAF au meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Club, Ahmed Ali. Yeye atatueleza maandalizi kiujumla kuelekea mchezo huu wa fainali. Kiu kubwa, lengo kubwa ni kuhakikisha tunafanya vizuri na kupata ushindi katika mchezo huo na kuchukua pointi zote 3. Mnyama haliko kokote, hakuna shughuli ndogo. Mnyama alipo kokote ana hamu ya kufanya vizuri kama ambavyo ilivyo katika mchezo wa kesho. Baada nafasi ya kumsikiliza semaji la CAF Ahmed Ali, yeye akizungumza maandalizi ya kikosi chetu kuelekea mchezo huo wa kesho. Wachezaji wote ukiachilia mbali kuwa wako physically fit, lakini saikolojia zao ziko taradadi, wako tayari kwa ajili ya mchezo, lakini shauku yao ni kubwa kuelekea katika mchezo huu. Hii inatupa sisi viongozi na mashabiki imani pana ya kwamba tuna uwezo wa kufanya vizuri katika mchezo huu. Mpira unahitaji utimamu na unahitaji vyote hivyo vipo kwa wachezaji wetu, na hiyo inatoa ishara ya moshi mweupe ya kwamba mnyama anaweza akafanya jambo la kufurahisha siku ya kesho kwenye fainali. Matumaini kwa mashabiki ni makubwa mno, pengine wanaamini au tunaamini tutakwenda kuanza tulipoishia mchezo wa mwisho ambao tulicheza katika uwanja huu wa New Amani hapa Zanzibar. Hivyo ndio ambavyo ilivyo kwa wachezaji, tunatamani kuanzia pale tulipoishia. Mechi ya mwisho tulishinda 1-0. Mashabiki wakichukua reference ile wakaichukua na reference ya mwenendo wa timu yetu, hiyo inatupa matumaini ama inawapa matumaini ya kwamba timu yetu iko sawa sawa. Tulipoteza dabi ya mwisho kucheza hapa Amani, tulishinda. Baada pale timu yetu imekuwa na mwendelezo chanya sana. Hasa vitu vyote hivi ukivijumlisha na kuweka pamoja inatupa matumaini mashabiki ya kwamba yes, timu ya kwenda kutupigania tunayo, na ndio maana haishangazi kuona mashabiki wa Simba licha ya kupoteza dabi nyingi huko nyuma, lakini wanayo confidence kuelekea katika mchezo huu kwa sababu tu wakiangalia timu yetu kwa karibuni. Nikikupa nafasi wewe ya kuzungumza au kuelezea hiyo mechi ya kesho dhidi ya mtani, unaionaje na pengine walau kwa wachache unaizungumziaje? Ni mechi ngumu. Dabi ni mechi ngumu duniani kote. Hakunaga dabi nyepesi hata. Unaona Liverpool wako daraja juu sana, lakini wanapokutana unaona kabisa moto unawaka. Kwa nini unawaka? Kwa sababu ya historia ya dabi. Ni mechi ambayo inachezwa kihistoria zaidi. Ni mechi ambayo inabeba kumbukumbu zaidi. Kwa hiyo dabi haijawahi kuwa mechi nyepesi hata kidogo. Haijalishi mpinzani mmoja yuko juu kwa kiwango gani, mpinzani wa pili yuko chini kwa kiwango gani, lakini as long as inabeba halisi ya dabi, hiyo inakuwa ni mechi ya aina tofauti kabisa. Kwa hiyo mechi ya kesho ni mechi ya aina tofauti sana, na kwamba ni kombe la muungano Islanza, ni mashindano tu ya wiki moja, lakini taswira ya kombe la muungano
ilibadilika rasmi baada ya Simba na wapinzani wetu kuingia hatua ya fainali. Kila kitu kikaishia pale, ladha ya bonanza ikaishia pale, concept ya kwamba ni michuano tu ya muungano ya kuunganisha pande hizi mbili ikaishia pale, tukaingia rasmi kwenye vita. Ile ladha ya michuano ya bonanza wameondoka nayo wale waliotolewa. Kilichobaki sasa ni mechi kweli. Dabi ni mechi kweli, ni mechi ambayo inabeba vitu vingi kweli. Ni mechi ngumu kwa kila upande. Haijalishi mpinzani yuko kwa namna gani, lakini kila upande inataka kupigania heshima ya timu yake. Haya ndo matokeo pekee ambayo huwa yanabaki vizazi na vizazi. Ukienda hile ukatafuta matokeo ya Simba labda na Sugar unaweza kupata, lakini ukitafuta matokeo ya dabi ya mwaka 60 huko utayapata. Kuna watu wamekariri watakuwa matokeo yalikuwa namna hii, na kuna watu wameandika akuta kwenye maandiko mbalimbali, ndio ujue ya kwamba hii ni mechi ya aina tofauti, na sisi tunaichukulia kwa uzito na mtazamo huo, na tuko kwenda kuipambania Simba yetu, na tunachokitaka ni kupata ushindi katika mchezo huo kwa maslahi mapana ya timu yetu na mashabiki wetu. Sawa, hapo mwisho kwenye eneo la mashabiki, tuje kwa wingi tumwagike uwanja wa Amani au tusubiri mchezo ambao tutaucheza nyumbani kwa maana uwanja Meja Jenerali Isamuhyo? Tuje kwa wingi. Uzuri nimependa kauli ya mwenyekiti wetu, mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu. Amesema Simba ni timu kubwa, haiwezi kuogopa kucheza na mtu yoyote. Kwa hiyo ndio dhana yetu sisi wana Simba. Kwa hiyo mashabiki wanapaswa kuja kwa kuogopa hata kidogo, kwa sababu sisi kubwa hatutakiwi kuogopa hata kitu kimoja. Kwa hiyo kesho tuje kwa wingi uwanja wa Amani, tuje tuishangilie timu yetu. Tukimaliza tunanyanyuka kuelekea Meja Jenerali Isamuhyo na kwenda kuishangilia. Sawa, hapo kwenye Meja Jenerali Isamuhyo mchezo unaofuata ligi kuu ya NBC, tupo nyumbani. Walau tupitisha kwa uchache kama viingilio vishakuwa tayari, maandalizi kiujumla kuelekea huo mchezo dhidi ya mtani ambao tutacheza nyumbani. Viingilio bado, lakini very soon tutawatangazia viingilio. Mashabiki wetu wawe na subira kidogo tu. Tumechelewa kutangaza viingilio kwa sababu kuu mbili. Kwanza ni ushiriki wetu hapa wa kombe la Muungano, lakini pili ni kuchakata ni viingilio vya namna gani tutaviweka katika mchezo. Huu ni uwanja mpya ambao tuna mechi ya dabi ni kwa mara ya kwanza, setup yake ni ya tofauti. Kwa hiyo lazima tufanye logistics za sawa, tupange nani atakaa wapi kwa kiingilio gani. Baada hapo tutawatangazia mashabiki wetu na watanunua tiketi kwa ajili ya kuja Simba yao. Ni mechi muhimu sana kwetu, kwa sababu ni mechi ambayo inakwenda kuweka hai ama kupoteza matumaini yetu ya ubingwa msimu huu. Kama tunashinda mchezo huo, maana yake ni kwamba kwanza tunakuwa tumeondoa uteja wa kupoteza dabi ya ligi kuu kwa muda mrefu, lakini pili tunakuwa tumepunguza gap la point hadi kufikia pointi 2, hapo kuweka hai matumaini yetu ya kupigania ubingwa msimu huu. Na kama ikitokea tumepoteza, maana yake gap linakuwa ni pointi 8. Hapo sasa sijui inakuaje, lakini matumaini yetu yanakuwa kama ngamia kupenya kwenye tundu la sindano, mnyama kuchukua ubingwa. Sasa tusijiweke kwenye hayo mazingira magumu. Lazima twende tukapambane tunavyoweza kupambana. Mechi yetu ya tarehe 3 pale Meja Jenerali Isamuhyo iwe ni mechi maalum ya kuweka hai matumaini ya ubingwa ya Simba Sports Club. Nikikupa nafasi walau kwa uchache kuzungumza, uwanja Meja Isamuhyo uko vizuri kutumika kwa ajili ya dabi? Kwa sasa ndiyo kiwanja pekee chenye hadhi ya kuchezea mechi ya dabi. Baada ya sisi kutangaza Meja Isamuhyo, maoni yamekuwa mengi na hapa na pale, wengi wakijaribu kupinga. Nafikiri wanatembelea zaidi historia, lakini realistically ndio uwanja pekee ambao unakidhi na una sifa ya kuchezea mechi ya dabi. Benjamin Mkapa huko kwenye marekebisho na matengenezo makubwa. Maana yake ni kwamba kwanza dabi standard yake namba 1 ni Benjamin Mkapa.
Kama hakuna Benjamin Mkapa, viwanja vyote vinavyobaki ni viwanja ambavyo vinalingana hadhi, kwa maana ya kwamba ukisema uende uwanja wa Amani, uwanja wa Amani unaingiza mashabiki 14,000. Unajua watu wengi wanauchanganya uwanja wa Amani, unawachanganya. Ndio pale Waswahili wanasema wingi wa pua sio wingi wa makamasi. Yani namna jinsi uwanja ulivyokuwa mkubwa vile, majukwaa yale, watu wanafikiri uwanja unaingiza watu wengi sana. Ni 14,000 tu, ni watu pungufu ya 4,000 tu na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Lakini utakuja na option ya kwamba msiende sijui Kirumba, msiende Sheikh Amri Abeid, au uwanja hivyo viwanja vingine vinaingiza watu 12,000, 13,000, 13,500, sijui umeelewa. Lakini kwa hali ilivyo ya mvua hivi sasa, kwenda Kirumba, kwenda Sheikh Amri Abeid, kwenda sijui wapi ni kuriski. Unaweza ukafika pale siku ya mechi, bogi limeshuka pale, dabi imeahirishwa, gharama yake ni kubwa kweli kweli. Sasa kwa nini tukariski? Baada ya kuchakata tukasema acha twende Meja Isamuhyo. Kwanza wataingia mashabiki 10,000 ambao ni sawa na tungeenda Amani, tungeenda Kirumba, tungeenda Sheikh Amri Abeid, tungeenda Sokoine, tungeenda Jamhuri Dodoma au Morogoro. Kwa hiyo twendeni Sheikh Amri Abeid. Lakini Tobi, uko ukweli ambao watu hawaufahamu ama hawataki kuzungumzia juu ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Ndio. Ukitoa Benjamin Mkapa, uwanja mwingine wenye pitch bora hivi sasa nchini Tanzania wa Meja Jenerali Isamuhyo, unaomiliki nyasi asilia. Viwanja vingine vyote bora unavyoviona kwenye pitch inatumia nyasi bandia ama hybrid. Hata uwanja wa Amani Zanzibar unatumia hybrid, yani ni mchanganyiko wa nyasi bandia na nyasi asilia. Lakini uwanja wa Benjamin Mkapa ni nyasi asilia kwa 100%, na uwanja bana watatua hawa. Kaka kweli tupo serious. Tusogee hapa. Tupo serious kaka. Nimeona mambo. Tuko serious kule. Umeona mambo hayo kaka? Sasa Gay anataka kupita hapo, unamkaba vipi? Kabiki. Nani alikuwa anamkaba yule kaka? Bana Mangosi kafanya kitu cha kiburi. Tulia basi kwanza. Tuendelee. Uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Umeona Bwana kwenye mechi yafanyaje vile? Umeona bana? Uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ndio kiwanja namba 2 kwa ubora wa pitch ukitoa Benjamin Mkapa. Na kwa sasa kwa kuwa Benjamin Mkapa hakuna pitch, maana yake ni kwamba Tanzania ya Julius Kambarage Nyerere Mwalimu, kiwanja namba 1 kwenye pitch ni Meja Jenerali Isamuhyo uliopo Mbweni JKT. Mimi nimekuelewa kaka. Viwanja vingine vyote vinasubiri kwa Meja Jenerali Isamuhyo. Sasa kama uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo una pitch bora kuliko viwanja vyote Tanzania, kwa nini tusipeleke dabi katika uwanja bora? Ndio maana baada ya kuchakata tukasema acha twende Meja Jenerali Isamuhyo, watu waende wakafurahie uwanja bora, watu wakafurahie dabi.